ndani ya kartie, yani mkartie fulani ya kidogo kabisa ambayo ilikuwa inaitwa Sheridan, Colorado. Ile ni kartie obviously, ni kartie kidogo, so batu yote majirani walikuwa wanajuana. Ilikuwa ni easy kujua huyu ni nani kwa sababu ilikuwa ni kartie ya watu wa kidogo sana. So Lori Poland pamoja na kakake. Lori alikuwa na miaka 3 na kakake alikuwa na miaka 5. Kisha ukula lunch, wakatoka nje pale front yard, yani mbele tu ya nyumba yao kwenda kucheza. So nani watoto wadogo pamoja na watoto wengine wa majirani. Wao yuko pale yuko anacheza. Yani ile ukishashiba, so mtu akishashiba nguvu zinakuwa nyingi na anakuwa busy kufanya hiki na kile. Baba yake Lori alikuwa yuko busy, alikuwa anafanya kazi ya kupaint. So alikuwa anapaint nyumba fulani pale kwao, lakini juu ilikuwa ni nyumba yao ndogo, alikuwa yeye iko na ipaga rangi. Unaona? So kukachomoka gari fulani ya kidogo ambao ni gari walioiona wanakuambia ni gari ya Nissan Sedan, right? Ilikuwa ni gari ya orange ambao mtu alikuwa anatembeza ile gari. Alifika pale mbele kwenye wale watoto walikuwa wanachezea, kwa sababu ilikuwa ni barabara, watoto walikuwa wanacheza. Akafika pale mbele, akafungua mlango, akawasogelea watoto. Alikuwa iko na target yake ambaye alikuwa ni ule mtoto Lori Poland ambaye alikuwa miaka 3. So akamwambia Lori, vua pantalo yako niweze kukupatia candy, naingia mgari yangu twende. Unaona? So ukapita muda mchache sana, alikuwa anamshawishi mtoto, na kisha after kumaliza kuweza kumshawishi akaondoka, akasepa na haraka kabisa. Ya kisha wale watoto wakakimbia wote, wakaenda kumfuata babake Lori na kumwambia upigie simu polisi. Lori wamemchukua na ile gari ndio namchukua Lori wamemchukua. Kwa hiyo na ile pressure yote ambayo mzazi alikuwa iko nayo, kabidi apigie simu polisi. Kaambia polisi ndio hivyo, kunatokea gari hapa, yani mtoto amefika na mchukua. Atuelewe yani nani alimchukua ama wamemchukua vipi, right? Hakupita muda mchache, polisi wakafika, wakatinga pale kwenye tukio ilitokea na kufika na kuanza kuinvestigate, kuweza kufuatilia, kuweza kujua ni nini kabisa iliweza kutokea, ni nani, yani kutaka kuweza kujua chanzo yenyewe ilifanya mtoto akamatiwe ni nini. Kwa hiyo kitu ambacho polisi walifanya ni kuuliza majirani, kuuliza mzazi mwenyewe, wakaanza na kuuliza mama yake mtoto ni nini ilitokea. I just want Hazard to bring her back and not hurt her. Please? She's my baby. Just bring her back. I really love her and I want her home. Then jirani fulani ambaye alikuwa anaitwa Paul Weaver. Ule Paul Weaver ambaye yani kwenye wakati ile tukio natokea, yeye alikuwa anakala naye ni kwake tu kwenye ima pickup trucks. So alikuwa anakala kuna kula lunch pia. Yeye anakuambia, I saw an orange Datsun sedan with black letters and strips at the bottom. It was double parked in front of my house, and about 2 minutes later, I came out of my house and the children were coming down the street saying that Lori was in that car. As I left off, I noticed the first part of the license plate number was ADV, followed by 3 numbers. Kwa hiyo alikuwa hana uhakika ni plate number gani. Yani alikamata ndize ma letters, then manamba zote akuweza kukamata. Kwa hiyo pia hiyo ikakuwa bado haijatosha kwa polisi kuweza kujua ni gari ya aina gani, ilikuwa ni gari ya nani, ili kuweza kufuatilia wajue ni nani aliweza kuja kumchukua mtoto hapo. Kilichofuata, polisi wakaweka hizo habari kwa mitandao yote ya kijamii ili kuweza kutafuta misaada kwa watu tofauti kuweza kuwasaidia jinsi gani wanaweza kumpata yule mtu mwenye hizo tabia. So yani bakaweka kwa mitandao kusema kwamba ukiona gari ya orange maybe ambayo iko na plate number ambayo inaanza na ADV, please utuambie. Yani ile kutafuta kuweza kuangalia jinsi gani watu wanaweza kuwasaidia. So na kupita muda kweli kutokea mama fulani mbibi ambaye alikuwa anaitwa Juanita Zippers, jina kama vile. So yule mama akapigia simu polisi, yeye akafika akawaambia kwamba I saw the TV report and I recognized the car. I saw it parked in front of my daughter's house on Spotwood Street in Denver. The driver was bothering my granddaughter while she was playing outside in broad daylight. My son-in-law jotted down the license plate number and I reported it to the Littleton police a month ago. And just in case, I've written down the plate number here. ADV 6
27. Polisi wakafika, wakaichukua, wakaenda nayo kwenda kufuatilia kuweza kujua ni nani mwenye ile gari na ni gari ya nani, ina rangi gani, ili kuweza kufuatilia sasa ule mtu. Maybe ule mtu anawezekana akajua ni wapi ule mtoto iko, ama akajua ni nani aliweza kuitumikisha ile gari yake ile siku kuweza kumchukua mtoto. Siku moja ikapita, siku after lori kukamatiwa, siku kwa imepita, siku nzima bado polisi hawajui lori yuko wapi, familia yake haijui lori yuko wapi, majirani, kartie mzima, watu wote ambao walikuwa wanaifuatilia hizo story walikuwa hawajui lori yuko wapi. Je, bado ni mzima ama amekufa? Na pia walikuwa hawajui ni nani alimkamata, right? So polisi wakachukua hiyo plate number, wakaweza kuitia kwenye system, kuweza kufuatilia, kuweza kujua ni nani. Na after kuitia kwenye system ikatokea mtu fulani, kijana fulani ambaye anaitwa Robert Tiret. Huyu Robert Tiret alikuwa ni mtu mwenyewe anafanya kazi kwenye nafasi zile za kuweza kutengeneza uwanja wa golf. Yani ndio kazi ambayo alikuwa anatumika kuweza kutengeneza uwanja wa golf. Wakafuatilia criminal record yake, hana kesi yoyote, hajawahi fanya kosa yoyote, lakini kwa bahati mbaya ni yeye ndio mwenyewe ile plate number inaweza kumtokea hivi. So after kumpata ule Robert Tiret, kilichotokea polisi kaenda kumuitisha, wakamleta kituoni kuweza kumuuliza maswali. Wakamweka chini, wanamuuliza swali, wakamuuliza kila kitu yoyote kuhusiana na lori. Robert akakatala, akasema kwamba mimi sijui kilichotokea. Wakati ambao hii muda ambao mnaniambia ule mtoto aliweza kukamatiwa, mimi nilikuwa niko kwetu, nilikuwa nakula lunch. So hii mabemuna nihusisha yeye mimi sijui, havinihusu. Yani sina connection yoyote kuhusiana na hiyo kesi ya hiyo mtoto. Kwa hiyo kikawaida polisi kisha kufuatilia, wanakuuliza maswali, wanafika nakosa majibu ama unakatala sio wewe, mwisho wa siku huwa wanakuachia uende zako. So wakamwachia Robert, akajisapia zake akaenda. Lakini kilichobakia sasa hapo polisi ikabidi sasa kuweza kufuatilia kujua maisha ya yule Robert kwanza, ili ndio waangalie jinsi wanaweza wakaiconnect na hiyo kesi. So kabisa waanze kuulizia marafiki zake, wakaulizia mpaka na wazazi wake. My son is a good man now, but when he was a teenager he had some issues. The police once looked into an accusation of him, but nothing was proven. I also found women's underwear in his room a few years ago. I think this kind of behavior is common for teens and it doesn't connect him to the Poland girl in any way. Siku 3 baadaye, bado hawajampata lori, hawajui lori yuko wapi, hawajui kama bado lori ni mzima ama amekufa. Na bado polisi haina vithibitisho kamili ya kuweza kuhakikisha na kuweza kujiaminisha kusema kwamba ni Robert ndiye aliweza kumkamata ule lori. Ila kama bahati vile kutokea familia fulani, ilikuwa ni mke na mume wake, na watu wawili tu, mke na mume wake. Sijui kama alikuwa ni mke na mume, kama ni boyfriend na girlfriend kwa ile wakati, hakuna anajua, right? Ambao ilikuwa ni Steven pamoja na Cynthia. Wale watu wawili ni wakaaji wa Pennsylvania, yani kwao mahali ambapo wanapokaa Pennsylvania. Walikuja Colorado walikuja kwenye park inaitwa Genesee Park, na kilichowaleta pale ni kuweza kufanya tu bird watching, maybe kutizama mandege, yanasunao watu wazungu na vitu vyao hawa nao. Kwa naangalia tu minyama, vitu kama vile, right? So ule Cynthia ambao ni mke ama girlfriend wa Steven akajisikia haja ndogo. So akaambia mume wake kwamba nataka enda kujisaidia kwenye choo. Na choo zenyewe zilikuwa ziko pale ni zile choo za shimo, right? Ila shimo ilikuwa ni shimo kubwa fulani hivi ambayo mtu unaweza ukaenea mle ndani, unaona. So Cynthia akaenda kuingia kwenye ile choo. Alipoingia kwenye ile choo akasikia sauti ya mtoto yuko analia, right? Aliposikia ile sauti akaogopa, ikabidi aje akamuite Steven akamwambia kwamba nasikia huko ndani mko sauti. Wakati ambayo Cynthia pamoja na Steven wakagundua kwamba mtu ambaye yuko analia mule ni mtoto, walichokifanya Steven akatoa torch akaangazia ndani. After kuangazia ndani akamwona mtoto kweli. Akamuuliza yule mtoto, "Wewe unafanya nini hapa?" Right? Ule mtoto akamjibia, ambao ni Lori, akamjibia, mimi naishi hapa, lakini napenda niende kwetu. Right? So ikabidi sasa Steven na Cynthia waangalie watamtoa mule. Kweli wakamtoa,
wakapigia simu ambulance na polisi, wakakuja 911 ikakuja pale, wakamchukua mtoto wakampeleka kwa hospitali na kujulisha pia wazazi wake kwamba kuna mtoto ambaye amepatikana huko hivi. So na bila vyote vilikuwa viko kwenye mitandao ya kijamii, wako na pia na vitia kwenye mitandao kusema kwamba mtoto alipatikana kwenye shimo ya WC, right, hivi na vile. Kwa hapo wazazi wake wakaanza kupata furaha kidogo, kusema mtoto wetu amepatikana. Lakini kitu kinyi kinabakia ni nani aliyemkamata yule mtoto na kumweka mule. Ile ndio kwa kitu kigumu ambayo polisi sasa inabidi wachunguze tena zaidi ili waweze kujua. Siku 2 baadaye, after bamesha muokoa ule lori kutoka mwa ile WC, yani siku 2 kisha lori kutoka mwa ile tundu ya WC, alikuwa yuko kwa hospitali, right? And then police chief ambao walikuwa wanamuita Joe Stevenson, jina lake kama vile Joe Stevenson, unaona, pamoja na detective wakakuja mule hospitali ambao ule lori na wazazi yake walikuwa, wakakuja ili wakaweza kumuuliza yule mtoto maswali, ila walijua kwamba yule ni mtoto mdogo, kwa hiyo inawezekana sijue chochote. Ila kitu ambao waliweza kukifanya, wakaleta mafoto za watu tofauti. Wakati ambao walifikia wanatoa foto ile Robert, inasemekana wanakuambia kwamba yule mtoto alifika kabadilisha sura, kwa sura kuogopa, na akaambia mama yake ni huyu ndio yule mtu mbaya, huyu ndio yule mtu ambaye aliweza kunikamata mimi na kaenda kunitupia mwese. Ile kafika kapatia wa polisi ushawishi kidogo kusema kwamba ndio inawezekana kweli lori anajua ni nini kiliweza kumtokea. Wakachukua hizo shahidi zote ambao inaonesha video zote ambazo zinaonesha kisa walikuwa akiongea na lori, wakazipelekea daktari Richard Krugman. Na ule ndio alikuwa daktari ambaye alikuwa akimtunza lori, unaona. Then siku kadhaa zikapita. Ule daktari Richard pamoja na mwanasheria wa Robert wakakuja kwenda tena kumuuliza lori maswali kwa mara ya pili. So ule mwanasheria kabidi naye aweze kumuuliza maswali kusema awaelezeni nini kiliweza kutokea. Lakini lori kweli alielezea, akasema kuanzia gisi waliweza kumkamata pale, hata ambao kwa kicheza nje gari kakia kamchukua, ule mtu ambaye akamchukua kaenda kamzuru kingono, and then after kumzuru ndio akaenda kamtupa kwa ile shimo ya WC. Nia yake ilikuwa wakia umoumo alia katalilia mpaka siku ambayo atakufa, anakufia huko na vitu vinaendelea pale vitakuwa vimuhusu. Baada ya wiki 2 mapolisi wakajikuta kwamba wana ushahidi tosha ambao unaweza kuwapatia ruhusa kwenda kumkamata ule Robert na kumweka jela. So wakapewa warrant ambao ni ruhusa ya kwenda kumkamata, kwenda kumarrest Robert na kumweka jela. Na wakamweka jela, na kesi yake alikuwa na kesi zilikuwa kama 4 zifuatazo. Kulikuwa attempt first degree murder, second degree kidnapping, child abuse, sexual assault and a crime of violence. Hizo ndio zilikuwa kesi ambazo Robert alikuwa iko nazo, right? Na bado Robert alikuwa bado anakataa kabisa kubaliane na hayo yote ni kumuonea, lakini ikachukua muda mrefu, kitu ya mwaka mzima, mpaka 1984 ndio wakati ambayo akakia kubali na akafungwa kifungo kwa miaka 10, lakini kisha miaka 6 wakamfungula na kuweza kumwachilia. Na inasemekana kwamba wakati alipomwachilia kuwa free, alitoka kaenda California, na alipoelekea kule California pia wakamkamata tena na kitendo tena ya kuweza kufanya ubakaji kwa mtoto mdogo, na akaingia jela tena kwa mara nyingine. Na mpaka leo hii Lori Poland yupo anaishi, na kila siku anakuwa anaelezea kuhusiana na hiyo story ya maisha yake, inakuwa namkumbusha mbali gisi alipona chupu kufa. Yani liliwakia kidogo sana, angekufia mule, na ingefanya kisiku 5 mule, maybe angekufa na njala ama na kiu ya maji, unaona. So kitu kikubwa ambacho tunaweza kujifunza, chunga watoto wenu, msibaache ovyo ovyo nje, mchunge watoto kwa sababu anything can happen anytime. Yeah, anyway, usisahau subscribe, like, follow, comment, right? Na mimi nitie moyo. Hii ndio video yangu ya kwanza ambayo mimi naikala na record nzima na edit mimi mwenyewe, na nichukua 9 hours because it's still my first video, right? So please usisahau kunifollow, subscribe, like, na kama unaona na story yako yoyote, please niletee, tangalagi sinda chezea pale na kuweza kuyadisia. Na bado ningali najifunza, na naaminia
Dimoves nitakuwa natengeneza video zingine, Dimoves Negisi nitakuwa naboresha mahali popote pale kwenye nilikuwa nakosea, sababu ni mara yangu ya kwanza na bado ngaliki ngumu, nisio mongo, ila sitakata tamaa. Please follow, like and subscribe. Thank you.